Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Acha nikukaribishe katika maombi. Mungu wetu na Baba yetu uliye juu sote, kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo, ni wasaa mzuri wa tafakari kwa ajili ya neno lako ya Bwana. Tuweze kuangalia maandiko yanavyosema juu ya uhai wa Yesu Kristo toka siku ile alipofufuka hata atakapokuja kulichukua kanisa lako. Na tuko katika sehemu ya pili. Bwana tusaidie, watakaosikia wakaguswe, watakaosikia wakajengwe kimwili na kiroho, wakaendelee kusimama katika mapenzi yako hata utakapokuja kulichukua kanisa lako. Kristo, ni kwako tunaomba, amina. Unaweza kufungua pamoja nami katika Luka 24 mstari ule wa 19. Tutakwenda mstari wake wa 23 na mstari wake wa 36. Naomba nisome katika jina la Yesu Kristo. Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. 36. Walipokuwa hawajamaliza kuwaelezea mambo hayo, mara moja Yesu mwenyewe akasimama katikati yao na kuambia, amani kwenu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kweli tunaona somo hili la Yesu yu hai linaendelea katika sehemu yake ya pili. Kwa kweli vifungo hivi vinaashiria juu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa siku ya kwanza ya Jumaa baada ya kupokea taarifa ya kufufuka kwa Yesu. Hawa wanafunzi hawakuamini, wakashika safari kwenda zao shambani Emau. Lakini kwa kuwa Yesu aliwapenda upeo, alijitokeza kwao katika sura nyingine. Bwana Yesu atukuzwe sana. Vifungo hivi vinaashiria upendo wa Yesu Kristo jinsi ulivyo kwa sisi wanafunzi wake. Maana hao wanafunzi wawili walikuwa hawaamini ya kwamba Yesu Kristo anaweza kufufuka. Kumbuka kwamba hao wanafunzi wa Yesu wawili ambao wako hapa, ambaye mmoja ndo ametajwa jina lake Kleopa, walikuwa miongoni mwa wale wanafunzi 70 wa Yesu Kristo, ambao walikuwa kundi la wanafunzi pia na kundi la mitume. Na wakachukua safari wakaenda, baada ya kusikia kwamba, maana waliokuwa wa kwanza kuwaletea taarifa alikuwa Mariamu, yule Mariamu ambaye alitolewa pepo na Yesu Kristo, pepo 7 na Yesu Kristo. Ndiye aliyekuwa wa kwanza kuwaletea taarifa na kuambia kwamba Yesu Kristo amefufuka. Lakini pamoja na hiyo, wao hawakuamini, wakashika safari waende zao shambani. Walipokuwa katika safari ya kwenda shambani huko Emausi, ndiko ambako walikwenda kukutana na Yesu Kristo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika hali hiyo Yesu Kristo akaona bora jitokeze kwao. Waliandamana naye
waliandamana naye katika safari, lakini hawakumtambua kama ni Yesu. Na walipofika Emmaus, ilibidi Yesu ajitambulishe kwao. Ndio maana tunaona katika mistari kadhaa wa kadhaa Yesu moja kwa moja Yesu alijitambulisha kwao katika hali ya sitofahamu. Bwana Yesu atukuzwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukosefu wa imani unaweza kukukosesha nafasi katika ufalme wa Mungu. Ukosefu wa imani unaweza kukunyima haki yako katika ufalme wa Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu akishaazimia kukuokoa, wakati wowote anakuwa anakutafuta, na ndio maana alifanya mpango wa kwenda kukutana na wale wanafunzi wa Yesu kule Emmaus. Oh, haleluya. Namba 2 inasema shuhuda 5 zaonekana. Hivyo tunaweza kusoma katika Marko ile sura yake ya 10, Marko sura yake ya 14, sura yake ya 16 tafadhali. Marko 16 ule mstari wake wa 5 hadi 14. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Mstari wa 6, naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamwona kama alivyowaambia. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya Ijumaa, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia, akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yu hai naye amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo akawatokea watu 2 miongoni mwao, na ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Na hao wakaenda zao, wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakusadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. 16 na ndio mwisho. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kweli shuhuda za kufufuka kwa Yesu Kristo ziko dhahiri sana. Zimetajwa angalau karibu sehemu 5
huku zikithibitisha kwamba Yesu Kristo alifufuka. Haleluya! Udhihirisho namba 3, udhihirisho kwa siku 40 kwa mitume na wanafunzi wake katika Matendo ya Mitume. Katika Matendo ya Mitume ile sura yake ya kwanza na ule mstari wake wa 4, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Mstari wa 4, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakika Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Haleluya! Haleluya! Yesu yu hai. Yesu yu hai. Unao ufunuo gani kuhusu Yesu? Ni ufunuo gani ulionao kuhusu Yesu? Yawezekana bado unamtafutia kaburini. Yawezekana bado unamtafutia kati ya walio wafu. Hapana, Yesu yuko hai, amefufuka, yuko hai. Lazima ujitahidi kuwa na ufunuo mkubwa juu ya Yesu Kristo. Maana kama hauna ufunuo mkubwa juu ya Yesu Kristo, jua kwamba wewe haujaamini kwamba Yesu alifufuka. Ni kweli. Tuone katika Wagalatia ile sura yake ya pili mstari wake wa 20. Wagalatia sura yake ya pili mstari wake wa 20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu msikilizaji, ndugu mpendwa, sijue wewe unamwonaje Yesu Kristo leo, lakini nataka nikuhimize ya kwamba Yesu yu hai. Yesu yu hai. Hivyo ikiwa kama wewe umemvaa Yesu Kristo, ikiwa Yesu Kristo anaishi ndani yako, lazima ukubaliane na somo hili. Lazima ukubaliane nami ya kwamba Yesu yu hai kati ya walio hai. Anahudumu usiku na mchana kwa ajili yako. Nikuombe tu kitu kimoja, niache na kupa ushauri kwamba achana na uyahudishaji. Achana na uyahudishaji wakati wewe si Myahudi wa mnofu au si Myahudi wa kimwili. Usijifanye kuwa Myahudi wakati wewe si Myahudi. Hivyo niseme tu kwamba Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki tena wewe msikilizaji wangu, kwa ajili ya kujua siri hii ya uhai wa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Acha tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, wapo ndugu na dada ulimwenguni pote ambao watapata ujumbe huu. Mungu upate kuwabariki ikiwa watakubaliana na ujumbe huu, maana wapo wengine hawamwamini Yesu Kristo, hawana Yesu Kristo. Lakini kwa wale walio na Yesu Kristo, Yesu wajalie wasikilize ujumbe huu na wakauishi, waishi ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndani yao. Asante Mtakatifu. Hata wale wengine ambao hawajaamini Yesu Kristo, Baba, kutana nao katika njia saba wanaposikiliza ujumbe huu, upate kuwagusa na kuwafanya na kuwabadilisha kuwa wanafunzi wako waaminifu, wasifanane na wale ambao walikuwa wakielekea kule Emausi,
ambao walikuwa hawana imani kabisa. Yesu tusaidie hata tutakapokuja kulichukua kanisa lako, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki sana.